utakwenda kucheza alafu mambo yakanyooka, lazima mtikisiko hapa na pale utokee, na ndio nature ya ushindani. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, timu yetu imeingia vizuri hapa uwanjani, wachezaji wameingia uwanjani, wamefanya mazoezi. Of course kulikuwa kuna maafisa wachache wa timu ya Singida ambapo kikanuni hawaruhusiwi kuwepo uwanjani wakati timu ngeni inafanya mazoezi. Na hili tungependa kutoa rai kwa mamlaka za soka nchini kupitia match commissioners pamoja na waratibu wa michezo kwa maana GC, kutoa seminar kwa viongozi wa vilabu, na kutoa seminar kwa match commissioners, kutoa seminar kwa GC, kusimamia kanuni ya mechi. Mnapokwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, watu wote ambao hawahusiki na timu ngeni wanapaswa kutoka nje. Haijalishi uwanja ni wenu, haijalishi ni nini, lakini as long as wewe ni wa timu pinzani, hautakiwi kuwepo uwanjani mpaka wale ambao wanafanya mazoezi waondoke. Anaopaswa kuwepo uwanjani ni timu husika, mratibu wa mchezo kwa maana ya GC na match commissioner. Hao ndio watu pekee ambao wanapaswa kuwepo kwa ajili ya kusimamia taratibu nzima za mchezo huo. Kujenga uwanja wa kisasa kama huu sio kazi ndogo. Tunafahamu ni uwekezaji mkubwa ambao unapaswa kuungwa mkono na kupongezwa kwa kila ambaye ametoa jitihada zake kuiwezesha timu ya ligi kuu kumiliki uwanja kama huu. Uwanja kama huu unatuwezesha Simba Sports Club na timu nyingine kucheza katika mazingira mazuri. Unafahamu Chiko, hivi sasa mikoani sasa hizi ama Tanzania kwa ujumla, mvua zinanyesha, viwanja vingi vinapata changamoto nyingi ya kuharibika eneo la kuchezea, lakini kwa uwanja huu wa Airtel Stadium, uwanja wa Singida Black Stars, unatuwezesha, unaturuhusu kucheza bila mashaka ya aina. Ni chachu kwa vilabu vingine kwa kuiga utamaduni huu ambao wameufanya wenzetu wa Singida kuweza kumiliki kiwanja chao, na hii inawapa nafasi ya kujinasibu kwamba wamefanikiwa na wao kuwa na sehemu yao. Sawa. Jambo zuri kuona kiwanja kama hichi ambacho mpira utakuwa unachezwa vizuri kabisa. Sasa twende kwenye mchezo wenyewe. Mazoezi ya jioni leo yameendea vipi? Tumefanya mazoezi yetu ya mwisho hapa katika uwanja huu wa Airtel, na kila kitu kimekwenda vizuri. Wachezaji wote ambao tumesafiri nao wamepata muda thabiti wa kufanya mazoezi, na wachezaji wote tunamshukuru Mwenyezi Mungu wapo katika hali nzuri kweli kweli. Hakuna yeyote mwenye changamoto yoyote ya kiafya, wote wako timamu. Mchezo wa kesho tunamkosa Selemani Mwalimu pekee ambaye ana adhabu ya mechi 3, na mechi ya kesho inakuwa ni mechi yake ya pili kuikosa, lakini wengine wote waliosalia wako timamu na wako vizuri kwa ajili ya kwenda kuipambania Simba Sports Club. Hii maana yake ni kwamba Mwalimu Steven Becker atakuwa na National Stadium. Ukifika pale humkuti mtu yoyote Al Ahly, humkuti mtu wa Esperance, humkuti mtu wa Mazembe, mnakuwa mko wenyewe pamoja na wale maafisa wa mchezo husika. Kwa hiyo wakati ligi yetu inapiga hatua kwenda mbele, ni vema na mambo haya tukaya apply kwa vitendo ili kunogesha ubora wa ligi. Na hili ambalo wanapaswa kulisimamia ni wale waratibu, match commissioners. Mimi naamini baada ya muda mfupi kila mmoja atakuwa ameelewa, na timu ngeni inapokwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi husika hakutakuwa na rabsha za aina pale. Mambo mengine yanaepukika. Kama mkaamua kuwaachia wageni wenu wakafanya mazoezi kulingana na kanuni, wakamaliza wakaondoka, mkabaki na uwanja wenu, vitu vingi vinaepukika na mnatengeneza misingi halisi ile ya fair play. Mwisho siku mpira wa miguu natakiwa kabla ya kucheza mna amani, baada ya kucheza mna amani. Na mnaipataje hiyo amani? Ndio maana kuna kanuni, mkiishi kwenye zile kanuni amani inapatikana. Kanuni ambazo saizi kidogo watu zinawasumbua. Unajua kuna kanuni kuielewa na kanuni inavyopaswa kutafsiriwa. Sasa wakati mwingine mtu anaamua kuielewa kanuni vile ambavyo yeye anataka aielewe ili imnufaishe
yeye. Sasa hapo ndipo kazi za mamlaka zinasimama na kutoa mwongozo sahihi ama tafsiri sahihi ya kanuni husika. Tutaelewana tu kwenye mambo ya kanuni hapa safari hii. Basi Maji, mimi nikutakie kila la heri. Asante sana.